Wakati wengine wakiamka alfajiri kujiandaa kwenda maofisini kutekeleza majukumu yao ya siku, Mama Nargis yeye huianza siku yake kwa kuamka mapema na kuanza maandalizi ya kukanda chapati kwa kutumia unga wa ngano wa Azania PHF ambao kwa sasa unapatikana madukani kote nchini. Mama Nargis amefanya kazi ya kuchoma chapati kwa zaidi ya miaka 20. Anasema alianza biashara ya kukanda vitafunwa chapati tangu akiwa binti, na leo hii ana watoto watatu ambao anawasomesha shule za binafsi kupitia biashara yake ya kuuza chapati. Mmoja nilikuwa namlipia milioni 2, aliyemaliza la 7 mwaka jana. Mwingine namlipia 800,000 hivi kwa sababu yeye anasoma, hatumii school bus. Mjasiriamali huyu sio tu kwamba biashara yake imemsaidia kumudu mahitaji ya watoto wake, la hasha. Biashara ya chapati imemfanya awe miongoni mwa wanawake wanaomiliki nyumba za kuishi hapa mjini, tena mjengo wa fedha nyingi tu. Ndiyo, inawezekana. Unajua kazi yako ukiheshimu inakupa matokeo. Ni kujituma na kuwa na nidhamu ya kazi na hela pia. Malkia huyu wa nguvu aliyeamua unga wa ngano wa Azania PHF kuwa sehemu ya maisha yake kwa takriban miaka 3 sasa. Anasema haikuwa rahisi kuitwa mama mwenye nyumba, kwani amejichanga kwenye chapati kidogo kidogo kwa kipindi cha miaka 9. Na leo hii anaingia kwenye orodha ya wamiliki wa nyumba Ilemela jijini Mwanza. Umechukua muda mrefu zaidi ya miaka 8-9 hivi. Manake unajikusanya hivyo, na ujenzi sio haraka, taratibu. Kwa hiyo uwezo ukajenga nyumba siku moja au siku 2. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unajenga nyumba imefikia hatua fulani ukahamia vile vile afu kaendelea taratibu mpaka ikakamilika. Sehemu ya biashara na makazi yake ni umbali wa takriban kilomita 7 hivi. Anasema kwake sio kikwazo, kwa kuwa kijiweni kwake wamemzoea na wanapenda chapati zake, kwani ni laini na zenye ladha kupitia unga na utumia wa Azania PHF, na imemwongezea faida zaidi ya unga mwingine aliyokuwa akiutumia hapo awali. Nimeona kuna utofauti na unga wa makampuni mengine, na kwa napata matokeo mazuri. Mfano kama kwenye kilo moja unga wa makampuni mengine unapata chapati 12, lakini Azania zinaenda hadi chapati 15, 16. Naona ni unga mzuri wa faida kwa biashara. Mama Nargis anatoa ujumbe kwa wajasiriamali wengine, bila kuchoka waipende kazi yao na kuifanya kwa moyo wa nidhamu, ndipo wataona matokeo, na matokeo huja taratibu pale panapokuwa na uthubutu. Kwa heshima ya mjasiriamali huyu aliyekula kiapo kwa kutumia unga wa ngano chapa ya Azania PHF, nimemtembelea nyumbani kwake kutueleza nini siri ya biashara yake ya kuuza chapati kwa zaidi ya miaka 20 hadi kumiliki mjengo wa fedha nyingi tu. Naitwa Abdullah Tizedei na hapa ni AyoTV. Kipindi cha nyuma nilikuwa natumia unga tu mwingine wa kawaida. Mpaka sasa hivi natumia unga wa Azania. Wakati ukiwa kwenye unga mwingine na sasa hivi uko kwenye unga wa Azania, kuna utofauti wote unauona? Utofauti na uona. Kwanza unga wa Azania ni mrahisi kiukandaji. Tangu nimeanza kutumia unga wa Azania PHF nimeona kuna utofauti na unga wa makampuni mengine, na kwa napata matokeo mazuri. Mfano kama kwenye kilo moja unga wa makampuni mengine unapata chapati 12, lakini Azania zinaenda hadi chapati 15, 16. Kwa hiyo inakuwa ni faida na ni fursa kwangu, na ndio maana nimeanza kuutumia. Sijawahi kuona kasoro yake, naona ni unga mzuri wa faida kwa biashara. Manake biashara inataka nidhamu na matokeo. Siku unakanda chapati ngapi? Kama weekend unatumia mfuko mzima. Wa kilo ngapi? Wa kilo 25 unaisha, na unaweza ukaongeza tena kidogo. Wa mfuko wa Azania. Wa mfuko wa Azania. Na hiyo ni weekend. Hizi siku zingine? Hizi siku zingine zaidi ya kilo 15. Moja ya kitu ambacho kimenivutia zaidi ni kusikia kwamba umekaa kwenye hiyo tasnia ya kuchoma chapati kwa miaka 20 na umefanikiwa kujenga nyumba, si ndio? Ndio. Hebu tupe kihistoria kidogo, ilikuwaje mpaka ikatokea yani kwenye chapati tu kumbe inawezekana mpaka ukajenga nyumba? Ndio, inawezekana. Unajua kazi yako ukiheshimu inakupa matokeo. Sio vizuri kudharau kazi, na sio vizuri kudharau kazi hata ya mtu yoyote yule. Kazi yako ukiheshimu inakupa matokeo. Na ujenzi ulichukua muda gani? Ujenzi umechukua muda mrefu zaidi ya miaka 8-9 hivi. Manake unajikusanya hivyo, na ujenzi
sio haraka, taratibu. Kwa hiyo uwezo ukajenga nyumba siku moja au siku mbili. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unajenga nyumba imefikia hatua fulani ukahamia vile vile afu kaendelea taratibu mpaka ikakamilika. Kwa mwezi una uhakika wa kupata kiasi gani kupitia shughuli yako ya kuchoma chapati? 600-700 ukosi. Wakati unatumia unga mwingine ulikuwa unapata kiasi gani? Na kwama kwenye 500 hivi. Hivyo. Kwa muongeza kama 100 zaidi. Ndio. Ujenzi ukaanza taratibu, si ndio? Taratibu unajikusanya, unafika hatua fulani hivyo, unatulia tena, unakusanya tena hatua fulani mpaka unafikia hatua ya kutosha. Sisi unajua uwezo ukasubiri nyumba iishe. Ukiwa una hamu ya kuwa na kuona mafanikio yako, ikifika hatua fulani unaona sasa unahamia hivyo unakuwa unaendelea taratibu. Nini siri ya mafanikio yako kwa zaidi ya miaka 20 umekuwa kwenye shughuli ya mamalishe? Mimi huwa napenda sana kuheshimu kazi yangu na kuipenda. Sababu naamini usipoipenda kazi yako kwanza utaichukia, utaiona ni kazi ngumu, alafu uwezo ukaifanya kwa weledi. Kwa mimi kazi yangu naipenda na ninachagua kilicho bora zaidi. Mfano tangu nimeanza kutumia unga wa Azania PHF naona matokeo tofauti. Kwanza kiukandaji ni mwepesi, alafu huu unga ni mzuri. Na washauri hata mama lishe wenzangu wajaribu kubadilika, wasitumie kitu kwa kukalili kitu fulani. Wajaribu kutumia na kitu kingine kinachokuja kama unga wa Azania PHF ni mzuri sana. Ina maana kama ulikuwa unapata 5,000 unajikuta unapata 6,500. Kwa hiyo inakuwa ni faida. Ile 1,500 kama nilivyosema unatakiwa uwe na nidhamu ya kazi. Ile 1,500 ni kubwa sana inayozidi. Na vipi upatikanaji wake madukani pengine kwa unga huo ambao unaotumia wa Azania? Upatikanaji wake kwa Mwanza hapa upoje? Upatikanaji wake unapatikana, lakini haujawa na wauzaji wengi sana, lakini ukiuhitaji unaupata. Umewahi kuwaza kustaafu kwenye hiyo kazi? Kama ni kazi ambayo imekuendeshea maisha yako na sasa hivi una kwako pia, kuna namna unaona kwamba umechoka au baada ya muda fulani labda utastaafu na kufanya vitu vingine? Kama binadamu lazima nione hilo litatokea. Kuna umri utafika mwili utachoka. Kwa hiyo mwili ukichoka kwanza spidi ya kufanya kazi itapungua. Ndio kuchoka kwenyewe vile. Kwa hiyo nikichoka Mwenyezi Mungu atanionyesha njia nyingine naamini au nitapumzika. Hebu muelezee yule ambaye pengine yuko mtaani na anawaza nini cha kufanya, si ndio? Lakini wewe uko hapa na umepambana, unafanya shughuli ya kuchoma chapati na ikawezekana pia kuendesha maisha yako. Muelezee nini afanye hasa au nini cha kuzingatia? Cha muhimu aheshimu mawazo yake, asidharau kazi anayofanya, aheshimu tu kazi yake na aipende. Kazi yako ukipenda tu inakuwa nzuri. Unajua kuna mtu mwingine anafanya kazi bila kuipenda, anaiona kama adhabu, lakini kazi yako ukiipenda hakika inakupa matokeo.